eneo la Gombe Kusini limekuwa na changamoto kubwa ya maji kwa kipindi kirefu, na kupelekea hata mabomba yaliyokuwepo yalikuwa yameshachakaa. Lakini sasa baada ya kuingiza katika mfumo ule, sehemu kubwa inapata maji, na kama nasema mradi huu umeanza kutoa huduma maji tangu mwezi Desemba mwaka jana. Yote hii ni baada ya kuona kwamba maji yanayopatikana yanaweza kutosha katika eneo hilo. Baada ya hapo, baada ya kuunganisha, labda niseme kitu kingine kwamba baada ya kuona kwamba zoezi hili linaleta manufaa, sasa mamlaka inaendelea katika maeneo mengine. Kupitia hapa pia mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya imechimba kisima kingine shule pale Gambarage, ambapo maeneo shule na maeneo jirani yanapata huduma ya maji. Lakini tumekwenda eneo la Mwaseko pia tumechimba kisima kirefu na tumeona kwamba huduma ya maji inapatikana na tunakwenda kusambaza maji katika eneo la Mwaseko. Baada ya kuona hivyo, pia tumefanya utafiti wa maji chini ya ardhi katika maeneo matano. Likiwepo eneo jirani na hapa eneo la Itezi, ambapo baada ya hapo tutakwenda awamu kwa awamu kuweza kuchimba visima virefu kuweza kuboresha huduma ya maji. Wakati huo Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji la Mbeya tukiendelea kusubiria mradi wetu wa maji kutoka chanzo cha maji cha Mto Kiwira. Huu mradi umegharimu pesa kubwa. Pesa milioni 112 na ushee juu, si fedha ndogo. Ni fedha nyingi sana. Sasa huu mradi tukiutunza, kisima hiki tukikitunza, mimi naamini miaka 20-30 ijayo kitaendelea. Kwa visima hivi tunachotaka ni kutunzwa. Pampu zile kutunzwa, kuangalia vizuri. Mtu ambaye anaenda kuwasha pampu basi sio kila mmoja akawasha, awe mtu maalum. Mimi pale na kisima pale Isanga msikitini pale, sasa hivi zaidi ya miaka 15 hakijawahi kunisumbua, lakini kisima kirefu. Kwa naamini hata hichi ukikitunza kwa muda mrefu, kila mmoja ahisi kwamba huu mradi unamhusu. Sababu maji yakikatika hapa au maji muundombinu ule ukiharibika wa maji yakakosekana, wanaoathirika ni watu wengi, wanafunzi wote wataathirika, jamii itaathirika. Kwa hiyo kila mmoja awe ni mlinzi wa mradi huu. Na ninafurahi sana kuona kwamba hatimaye ndoto yetu imetimia. Walimu, nadhani sasa mtapata watoto ambao ni wasafi na nyewe mnakaa kwa amani mkiwa madarasani. Tunaamini kabisa hapa patakuwa na mabadiliko, watoto watakuwa wasafi, lakini maji ni ya muhimu kwa ajili ya afya pia. Wapate maji masafi ya kunywa. Najua utaratibu wote wa kuyatibu haya maji umeshakamilika. Kwa hiyo maji yako safi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Kisima hiki pia kinasaidia jumla ya wanafunzi pamoja na walimu wapatao 3162 na wakazi wa mtaa wa Gombe Kusini na Mwasote. Mafanikio ya mradi huu, ndugu mgeni rasmi, upatikanaji wa maji umesaidia shughuli za usafi na utunzaji wa mazingira kufanyika kwa urahisi na kwa ufanisi. Mfano, tumepata maji ya vyooni kunawa mikono, maji ya kunywa, maji ya kupikia chakula cha wanafunzi, lakini kufanyia usafi katika miundombinu ya ofisi na madarasa. Tunamshukuru mkurugenzi wa maji ndugu Kayange. Tunamshukuru mbunge wetu kwa kututua maji. Tumeteseka sana Gombe Kusini. Tumelia kwa muda mrefu, wakazi wa Itezi, Mwasote. Mungu ambariki mama yetu mitano tena. Tuko nyuma yake wanawake wote. Mabomba yaliyopasuka tutakuwa tukiona mabomba yaliyopasuka itabidi tutoe taarifa kwa husika wa idara ya maji, kwa sababu tumeteseka sana. Tukiona maji yanamwagika kwa kweli tunaumia, kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametumia pesa nyingi tuletea mradi huu wa maji.